tulikuwa tunashuhudia Simba Sports Club ambao dakika 90 mchezo umetamatika na ukitamatika kwa sare ya goli 1-1. Vile vile tukashuhudia Azam FC pale Chamazi. Tuzungumzie mchezo wa Simba. Nadhani umeuona kuanzia mwanzo mpaka mwisho, maana hawa ni watani zenu, ni majirani zenu. Waliwazomea sana, mulichekana sana kutokana na quality ya uwezo wa wachezaji. Kwanza kama walivyosema, mashindano ya klabu bingwa barani Afrika na mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa nchi yetu ya Tanzania yameendelea jana na leo. Ila kama walivyosema, kwa sababu mchezo wa Singida Black Star na Lion Sports ya Rwanda sikuwahi kuangalia kwa sababu jana tulichelewa kidogo kurudi Benjamin Mkapa kwa sababu gari letu lilikuwa limechelewa kufika. Kwa hiyo tukafika hapa kwa mchezo manake ushafanyaje umeshaisha. Lakini yote kwa yote wameshinda 2-1, wamesonga hatua inayofuata. Ukija kwa sisi Yanga Afrika tumecheza mchezo mzuri jana. Japo kipindi cha kwanza tulicheza vizuri, lakini kipindi cha pili tulicheza tukapata matokeo ya goli 2-2. Mwisho wa siku tumesonga mbele. Tumeangalia mchezo wa leo wa Simba tarehe 28 na wale jamaa kutoka Botswana, Gaborone kutoka Botswana. Mchezo ulikuwa mzuri, mwisho wa siku walichanga kati zao vizuri kule Botswana, wakapata goli 1, nyumbani mmoja kutoa sare ya 1-1, wamesonga mbele. Mwisho wa siku naendelea kusema bado timu zetu zinatakiwa zipambane kuhakikisha tunafanya vizuri zaidi katika mashindano tunaenda kucheza. Kwa in term ya quality ya vikosi unavyoiona vinavyocheza sasa hivi vikiwa vinajitafuta baada ya kutoka kwenye pre-season kwa muda mfupi, kuna namna moja ama nyingine hii chekana hii ina athari gani? Kuchekana ndo kaida ya shabiki wa Tanzania, Simba na Yanga. Kuchekana ndo kaida yao, na kuchekana haianza kwetu. Wameweza kuchekana toka, yaani kwenye timu shindani lazima zichekane, lakini mwisho wa siku ni timu za kwetu. Lakini kwenye macho ambayo itazama, tumeona timu zetu zilivyocheza. Kwa mfano nimeangalia jana, bado tuongeze quality ya timu zetu, kwa sababu hizi timu ambazo tulipangwa nazo kweli mtaka, lakini sio kwamba zile ngumu sana ambazo timu hazina majina. Toa timu zile ambazo zenye majina ambazo zinacheza kwa mikakati zitakuwa ngumu. Kwa tukiangalia kama mchezo wa leo Simba, wale watoto kama watu wa kumaliza mchezo, maana kwa kumaliza mchezo kipindi cha kwanza, hapa kwa tunazungumza mengine, lakini mwisho wa siku utoto umewaponza, wamefikia pale walipofikia. Mwisho wa siku wamepata goli 1 na wamepata goli 1, wao wametolewa, Simba wamesonga mbele. Ukiangalia kwa quality ya vikosi inaonesha ni wazi kuna sehemu kuna tatizo, kwa sababu inaonekana kabisa upande wa Simba tunajua kocha anakaimu, upande wa Yanga kuna kocha mkuu Lomani. Unadhani ukizungumzia upande wa Yanga, mimi binafsi yangu nimeangalia mchezo wa jana. Unajua mpira sio kama mchuzi, ukiunga leo unakula leo. Mchuzi ni mpira, mchezo wa process. Kweli mwalimu wetu bado hajakuwa na mchezaji ambaye anasema huyu ataanza kila siku, anapanga yule ambaye anamfanyia mazoezini vizuri ndio anampanga. Kwa hiyo mwisho wa siku kweli ndio hivyo kwamba kipindi cha kwanza timu yetu ya kucheza vizuri, kipindi cha pili tulirudi vizuri kupata matokeo. Ndipo nilivyokuambia kwamba sasa hivi hizi ni hatua za mtoano, lakini pale tunapokwenda hatua za makundi utaona timu zile ambazo zilikuwa na nafasi zinafanyaje, zinaamua. Kwa hiyo na imani walimu wanaona watarekebisha timu zetu ili mradi zirudi kwenye ubora ambao tunauhitaji kama mashabiki, kama wanachama, ili timu mnake kianza dakika 90, dakika kwanza mpaka dakika 90 inakuwa ya moto. Makosa yapo kwenye mpira na mazuri yapo. Mazuri tunayafanyia kazi, makosa tunayarekebisha. Mtani anaonekana amecheza kama ni amecheza ovyo kwa siku ya leo kabisa, yani hakuonekana at least hata nyinyi jana mlikuwa mmerudi kipindi cha pili mkaonekana, lakini mtani wenu leo Simba Sports Club kipindi dakika zote 90 ameonekana kama yupo tu uwanjani anaelea. Ndio kama nilivyokuambia, kwanza kama walivyosema wao, kwanza wachezaji wao wengi wapya, pili mwalimu ambao alikuwa anaelewa, sio mwalimu ambaye wamekwenda pre-season. Kwa hiyo ilikuwa kankumbe tu, mwisho wa siku Mungu amewajalia wamepata goli 1-1 ambao wameshinda ugenini ilimwapeleka. Lakini kama nilivyokuambia mara ya kwanza, ile timu kama ingalicheza vile ambazo timu zingine zile kubwa, leo tutazungumza mengine, kwa sababu timu ambayo ilitengeneza nafasi nyingi, lakini mwisho wa siku tukomjua kutumia nafasi moja ya penalti na wao ndio wametolewa. Lakini kama unakuta timu ile ambayo ya kuumameno kabisa, nafasi goli, mimi nadhani zaidi ya goli 3 walikuwa wanashinda hapa. Mwisho wa siku tukaanza kuchakana kama walivyosema, mji ungalikuwa sasa hivi unawaka moto huu, wala kimbizana tu mashabiki wa Simba, lakini mwisho wa siku timu ndogo zinaishia kwenye hatua za awali. Kuna faida inaonekana ni kubwa sana timu inapocheza ikiwa na mashabiki uwanjani, na kuna hasara kubwa sana timu inapokosa kuwa na mashabiki uwanjani. Kwamba kama nilivyokuambia, lazima kwanza hawa ndugu zetu wabadilike kwamba mpira sio wadui, mpira ni mchezo ni furaha. Kwa sababu ukiangalia hata mchezo sisi wa jana, binafsi sisi kama wakali wa Mzinga tuliondoka na mashabiki hapa wa Simba jana, walisema Simba nani tukaangalie mechi yenu, lakini sasa hatuwezi kuvaa jezi za Yanga tunavaa za Simba. Tukamwambia twendeni. Mmoja tu tumekwenda Benjamin Mkapa, tumeshangilia mpira, tumeshinda, tumerudi zetu hapa. Sasa wao ambao walikuwa na mfumo wa kupigana kwenye mpira, ule ni mfumo wa kizamani na mfumo ambao haufai, kwa sababu mwisho wa siku ndo kama vile wamepigwa faini zaidi ya milioni 200.
leo wameshindwa timu yao kuichangia pale, maana yake viingilio wamekosa. Kwa hiyo atakao viongozi wao watoke, sio kutoka mediati kuambia viongozi, kuambia washabiki wao, waseme kwamba lile jambo ambalo kwa wao lile bora limepitwa na wakati. Mpira kupigana mashabiki wa Simba na Yanga sijui yani inakuwa haina maana. Mwisho wa siku unampiga mwamuzi chupa, wewe unakuwa juu, kiingilio cha shilingi 5000, mwisho wa siku unatoa, mwisho wa siku utoi, timu inazitia hasara. Wao ni milioni 200 za naye Simba waliotoa, shabiki pale wameumia wapi? Lakini klabu inapata hasara kwenye zile pesa, angefanyia mambo mengine kwenye kambi. Nadhani ndio hivyo yani. So tumeshuhudia Azam anasonga mbele, Simba anasonga mbele, Yanga anasonga mbele, vile vile Singida Fountain Gate kutoka huku bara anasonga mbele. Kule visiwani pia tumemshuhudia KMKM naye amesonga mbele, ambaye huyu tunaenda kumzungumzia, anaenda kukutana na Azam FC. KMKM na Azam, si ndio? Basi nadhani katika mechi ambayo Azam itawa ngumu zaidi, kwa sababu kushinda Talaoni ni mechi ya KMKM, kwa sababu ni timu ambazo zinajuana. Lakini mwisho wa siku Azam ina quality kubwa, huenda akapita, lakini mchezo ambao utakuwa mgumu kwa sababu za timu ambazo ziko nchi moja. Kwa hiyo mwisho wa siku kama kila yule anajua beki yuko hivi, mchezaji yuko hivi, lakini nina imani kwa timu zetu za South Tanzania, maana yake zimejipanga. Nina imani kwa hizi timu ambazo kama mchezo wa Yanga, Malawi, nadhani Malawi kwa sasa hivi tumewaacha mbali sana. Yaani kutoa timu ya Malawi itokee tu bahati mbaya. Lakini wamefuzu hao ambao unasema itokee tu bahati mbaya. Ndio ninasema hivi, kwenye mpira linatokea, lakini ukiangalia quality yetu ya Yanga Afrika na ubora tuliokuwa nao sasa hivi, kutolewa na timu ya Malawi ni jambo la aibu. Lazima tupambane, lakini tunasonga hatua ya makundi. Sijakwambia ni timu mbovu, nikwambia kwa wakati tuliokuwa nao, sisi tuna timu zile ambazo zina ubora kuliko hizo nchi ambazo wewe umezitaja. Ubora upi? Inaonekana mashabiki mnatoka dakika 90 ya muliziki mnaona timu inacheza kamkumbe, na wewe mwenyewe umenithibitishia hapa. Mimi nasemaje? Mimi mpaka sasa sijakwambia kama Yanga inacheza kamkumbe. Nimekuambia vipi? Kwenye mpira kufanya makosa ni jambo lingine, kufanya jambo lingine. Na nikakwambia kwamba mwalimu wetu bado ana maingizo mapya, na yeye bado ni mwalimu mpya. Kwa hiyo lazima anakuwa na maingizo ambayo yeye anaona kwake yanafaa, na mwisho wa siku analekebisha, timu inashinda. Wewe umesema raundi ya kwanza tumecheza vibaya. Sasa kipindi chetu vibaya. Lakini pia pesa kalekebisha makosa, timu imecheza vizuri, mpata magoli mawili. Ndio mpira ulivyo. Lakini mimi nafsi yangu tukubaliane hapa, mnalizika na kiwango cha kocha. Mimi kama Chamunda, kama mwanachama wa Yanga nalizika nacho, kwa sababu sijaona mapungufu mengi ya kusema mwalimu tuanze kumtolami macho. Mimi binafsi nalizika nacho. Lakini mashabiki walio wengi wameonekana hawalizishwi kipindi cha kwanza, hususan timu inapocheza. Hao ndio mashabiki mandazi wapo kwenye mpira mchi. Leo hao mashabiki mandazi wapo Simba, wapo Yanga. Wewe ulilizika jana kipindi cha kwanza? Nasema hivi, ulilizika jana kipindi cha kwanza? Mimi mpira najua. Nakwambia mimi mpira najua. Kazi ya mwalimu kuangalia makosa. Unapofanya makosa mwalimu ndio anakuja kurekebisha kwa timu inashinda. Kwa hiyo ukumbuke Yanga ya moto wale Samari kwa ilikuwa inashinda kipindi cha pili. Wanakwenda off time 1-0 au 2-0, lakini kija inashinda 3-4. Kwa hiyo vitu vya kawaida kwenye mpira hivyo. Lakini huko kote inaonekana mpira ulikuwa unaonekana, lakini sasa hivi mpira hauonekani hata iko kipindi cha kwanza. Kwa hiyo baya jana ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Timu ilikuwa ichezi. Timu ilikuwa ifiki mbele. Sikuwa inafika mbele. Ila hayo maono yao. Maono mtu akatazi. Na mimi nakwambia hao wanaenda kwa waoji. Mwisho wa siku ndio kwambia kocha anatisha. Hao mashabiki hao. Shida yake nyamu wakumbushi. Oktoba 29 inaonekana kama hafiki hivi. Huo mtazamo wao. Huo ni mtazamo wao. Alafu na mimi na viongozi wa Yanga sasa hivi waendeshwe kwa pressure. Yaani tulipofaulu sisi Yanga, viongozi wa Yanga waendeshwe kwa pressure. Kama viongozi wataona kweli jambo mwalimu ameshinda, timu imeshinda, wataamua. Yanga wameacha wachezaji wakubwa tu kina Bangala, kina Aucho. Wachezaji kwenye ubora wao wakiona huyu tulipofikia hatuwezi kunaona wanamwacha. Kwa hiyo kama viongozi nao watakata angalia tathmini yao kwamba mwalimu atufikishe tunapopataka, wanaweza kuachana naye, lakini sio maendeleo, sio mwandishi, sio shabiki. Yaani hilo kwenye viongozi wa Yanga utashatoka. Inaonekana ni wazi mechi yake ya mwisho ni kama mechi na Mbeya City hivi. Kwa nini? Yaani sisi wewe tupigia mwalimu Mbeya City tunafungua Mbeya City. Alafu ndio nakwambia tio Yanga wachezaji ndio wanaamua mpira. Wanaamua mechi. Kwa hiyo kipindi kwa Messi anafunga Barcelona kwa anafanyaje? Tunakuwa na Barcelona. Kwa nini kuna ubaya? Kwa mchezaji amechukua mpira, amechukua kaenda kufunga, kuna ubaya. Ndio mwalimu kamfundisha huyo. Au aliuchukua tu alifanyaje bila kucheza mpira. Lakini hiyo Barcelona ambayo unaizungumzia wewe ilikuwa inacheza kitimu, lakini sasa hivi inaonekana uwezo wa mchezaji binafsi. Ukiona timu inacheza na mchezaji kila siku anashinda mmoja, hiyo timu yake ndio anaibeba huyo mchezaji. Sawa Kama anavyobeba Aziz Ndabwile. Nasema hivi, Aziz Ndabwile ameshinda goli la pili. Kuna mtu Pakome hapa. Ilipigwa 1-2-3 pale Padaniu Pakome na Andrew Boyeli wakaenda kufunga goli. Sawa. Watu wamepata kona, wamefunga. Unasemaje na bwana mchezaji mmoja? Malalamiko lakini yamekuwa mengi. Inaonekana wachezaji wana viwango vyao vizuri, lakini kocha anaonekana kama anavishusha viwango vya wachezaji. Mola, sikia nikwambie. Mimi nakwambia tena. Mashabiki wa Tanzania wengi wapo kama upepo. Kama unavyoona bendera na pepea hiyo, unakwenda upepo ndio huko.
Leo na Yanga hao wachambuzi wale kwamba kocha wa Yanga mbovu. Wewe subiri mechi 3, mechi 4, mechi 5. Lakini sio wachambuzi tu, hadi wana Yanga wenyewe ndo analia. Si ndio hapo wana Yanga mazuzu. Wewe bwana Yanga yeye akamwambia wewe Yanga unachangia nini? Kama ndio unachangia wewe Yanga unachangia nini? Muuliza uwanjani aende alipi kadi sio mwanachama bali wewe wanabweka tu majukwani. Wewe njoo bweke pale kitu cha Yanga umeichangia. So unabweka tu Yanga hujachangia, unabweka nini? Lakini anapokuja kushangilia mpira uwanjani maana yake tayari anaichangia club. Hakuna kitu kama hicho. Tumewekewa mfumo wa kuchangia halisi. Tumewekewa mfumo wa kuchangia halisi kabisa. Tupelekane watu kadhaa tukifanya sponsor hela. So naambia tu kaunda uwanjani ndio mapato hivyo. Kwa maana wewe mnataka uwanjani mwe mnaenda wanachama tu. Hata kama tukenda 1000 akicha cha mapato sio tunapata Yanga sio viingilio. Tumeweka mfumo Yanga mapato kupitia njia ya wanachama. Weka 29 weka 24. Ni miongoni tunasema mwa vyanzo vya mapato vya Dar es Salaam Africans ni kupitia gate collection. Haya nikuulize swali, kama ndo watu wenyewe walivyoenda vile juzi na jana, kama unategemea mapato timu iende naenda, wewe kama mwandishi umekuja pale juzi umeangalia mechi ya Yanga na Pamba Jiji na umeangalia mechi ya jana ya Yanga na wale jamaa kutoka Angola, ndo kama timu inategemea mapato, timu zitaendeshwa zile. Chanzo sio kimoja lakini waambie waache ushamba bwana. Watu waache mwalimu afanye kazi. Mwisho wa siku tutaje kuona hakuna mwalimu asiofukuzwa, hakuna mwalimu asiokosea. Naona. Hata mtu ana mechi 3 4 shabiki Yanga anaanza waache kuzingua bwana. Na enjoy na pila magimbi. Wewe utaki kuelewa. Hakuna mwalimu falsafa zinafanana. Kuna mwalimu alikuwa anakaa nyuma tu, anapiga mbele, anashinda alipata mafanikio. Inter alipata mafanikio Chelsea, ndio walimu hawafanani kwenye mpira.